Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia mkoa wa Henan ulivyojitahidi kuleta mafanikio katika teknolojia muhimu za kilimo. Tazama. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mkoa wa Henan ulioko katikati ya China ni moja ya maeneo makuu ya uzalishaji wa nafaka nchini China, unaozalisha robo moja ya ngano ya taifa. Lakini mchango wake kwa China ni zaidi ya nafaka na chakula. Mkoa huo sasa unajitahidi kuleta mafanikio katika teknolojia muhimu za mashine za kilimo na kufufua tasnia yake ya utengenezaji wa mashine za kilimo. Uzalishaji wa nafaka nchini China ilifikia rekodi ya juu ya tani milioni 706.5 mwaka 2024, ikiwa ni asilimia 1.6 kwa kulinganishwa na mwaka 2023. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kusajili mavuno ya nafaka zaidi ya tani milioni 700. Hapo awali uzalishaji wa nafaka nchini humo kwa mwaka uliokuwa zaidi ya tani milioni 650 kwa miaka 9 mfululizo, na kufikia hatua hiyo ni shukrani kwa uvumbuzi wa kisasa wa kilimo, teknolojia iliyoboreshwa, ubora na uendelevu. Katika kampuni ya YTO, kampuni inayoongoza ya China ya kutengeneza mashine za kilimo na mashine za ujenzi yenye makao yake makuu katika mji wa Luoyang, trakta kubwa lenye nguvu ya HP 200 linaweza kukamilishwa kutoka kwenye njia za kuunganisha kila baada ya sekunde 150, na trakta kubwa 200 zinaweza kuzalishwa kwa siku. Uzalishaji kama huo unatokana na mfumo wa akili bandia wa uzalishaji. Kampuni ya YTO imeanzisha majukwaa 7 ya kiwango cha kitaifa cha uvumbuzi wa sayansi na teknolojia, na zaidi ya wanachama 1400 wa timu ya kiufundi. Imeendeleza mfululizo matrekta ya aina mpya ya China, kuondoa ukiritimba wa kigeni, na imepata karibu hati miliki 2100 za uvumbuzi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.